Mani mwa Bwana na mjisikie mko nyumbani. Naomba idilisha hapo lifungu. Ukiliacha hapo linapeperusha makaratasi yangu. Leo ni siku ya Bwana ya Pentekoste au ni sikukuu ya Pentekoste. Hii ni moja ya sikukuu kubwa kwa Wakristo ulimwenguni mote, na ni sikukuu ya kuja kwa Roho Mtakatifu, na ndilo wazo kuu linalotuongoza. Hii ni sikukuu ya kukumbukwa sana huko duniani. Kwa nini? Kwa sababu ndio siku ambayo Yesu alitimiza ahadi yake aliyoyaahidi kwamba nitawaletea msaidizi, ahadi yake ambayo Yesu Kristo yeye mwenyewe aliahidi. Yohana 14:16-17, Yohana sura ya 14 na ule mstari wa 16 na wa 17 anasema maneno haya: nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno ambayo tumesoma ni maneno ambayo yalikuwa ni mazungumzo kati ya Yesu na wanafunzi wake alipokuwa anakaribia kuondoka kwake, namna ambavyo alikuwa anawaeleza wanafunzi wake, na unaona anawapa ile ahadi ya kwamba atamuomba Baba, Baba naye atawapa msaidizi mwingine, ndiye Roho wa kweli. Kwa hiyo siku kama ya leo, miaka mingi iliyopita, Yesu alitimiza ahadi yake ya kuja Roho Mtakatifu kwenye maisha ya hao wanaomwamini. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie neno hili Pentekoste. Pentekoste ni neno la Kigiriki lenye maana ya 50. Ni siku ya 50 baada ya Pasaka, au ni siku 10 baada ya kupaa kwa Bwana. Ni siku ya 50 baada ya Pasaka, au ni siku ya 10 baada ya kupaa kwa Bwana. Ni sikukuu ya kuzaliwa kwa kanisa au mwanzo mpya wa utume. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa ambalo lisikia si jengo. Kanisa lilianza siku kama ya leo, yani siku ya Pentekoste, ndipo kanisa lilipoanzishwa. Tusome Matendo ya Mitume sura ya 2. Matendo ya Mitume sura ile ya 2 na Matendo ya Mitume sura ile ya 2 na mstari ule wa 41 na 42. Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari ule wa 41 na 42. Yako maneno hapa yanatuonyesha kwamba hapa ndipo mwanzo wa kanisa lilipoanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 41 anasema, nao waliopokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na kusali. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Biblia inatuonyesha kwamba hapa ndipo watu walipokusanyika, alafu wakapokea Roho Mtakatifu. Ndipo mahali ambapo kanisa lilianza. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni sikukuu ya kuzaliwa kwa kanisa, au ni mwanzo mpya wa utume katika Ukristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo natamani tuwe na mambo machache, tuwe na mambo mawili tu, kwa sababu pia leo ni sikukuu yetu ya mtaho wa Roho Mtakatifu. Tuwe na mambo mawili tu ambayo yanaweza kanisaidia mimi, yanaweza kukusaidia wewe. Unapoamua kuzungumza au kufundisha juu ya Roho Mtakatifu, si somo la siku moja, ni somo ambalo ni la muda mrefu. Linaweza likachukua mpaka siku 8. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Jambo la kwanza ambalo nataka tuliangalie, jambo la kwanza ni hili: Wakristo hawawezi kuwa na nguvu bila ya Roho Mtakatifu. Au Wakristo hatuwezi kuwa na nguvu za kiroho bila ya Roho Mtakatifu. Tuko pamoja watu wa Mungu? Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza, Matendo ya Mitume sura ya kwanza na ule mstari wa 8 anasema maneno haya. Ule mstari wa 8 yako maneno mengine hapa mazuri, anasema hivi: lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Mkristo yeyote hawezi kuwa na nguvu za kiroho bila ya Roho Mtakatifu.
Hawezi. Anaweza akawa amebatizwa, anaweza akawa amepata kipaimara, lakini akawa nguvu za kiroho hana. Kwa nini? Kwa sababu hajajua umuhimu wa Roho Mtakatifu, na inawezekana ajui huyo Roho Mtakatifu ni nani. Tunaenda pamoja watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wala Mkristo hawezi kuwa na nguvu ya kumshinda shetani bila ya Roho Mtakatifu. Hawezi. Kwa sababu unapozungumza shetani unazungumza roho. Unapozungumza Roho Mtakatifu unazungumza roho. Hizi ni roho mbili zenye nguvu mbili tofauti. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mkristo yeyote wa kawaida ambaye hana Roho Mtakatifu ndani hana uwezo wa kumshinda shetani, kwa sababu shetani ni roho na anakaa ndani ya watu, na kama vile Roho Mtakatifu anavyokaa ndani ya watu ndivyo shetani naye anavyokaa. Kwa hiyo mtu akikosa Roho Mtakatifu hawezi kumshinda shetani. Hawezi. Utanielewa tu kule mbele ninavyoenda taratibu. Tuko pamoja? Leo tuna Wakristo wengi sana hawana ujasiri, hawana uwezo wa kushinda vita vya kiroho. Kwa nini? Ni kwa sababu wengi hatuna Roho Mtakatifu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuwezi kushinda kwa sababu ndani Roho Mtakatifu hayupo. Ndio maana nilikwambia ile Jumapili iliyopita kwamba kuna watu wanaweza wakachukuliwa na kila namna ya upepo na kila namna ya vishawishi vinaweza vikawabeba, kwa sababu ndani hakuna roho anayewashuhudia. Hakuna. Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikubali kuwa Wakristo lakini hawakumpa nafasi. Kama tulivyo leo, wengi tumekubali kuwa Wakristo lakini hatujampa nafasi Roho Mtakatifu. Kwa sababu sasa hivi wengine kipaimara imekuwa ni desturi tu ya kanisa. Hawajajua kwamba kipaimara ni kupokea Roho Mtakatifu. Na ndio maana watu wanaweza wakapata kipaimara alafu wakafanya ibada ya kipaimara, wakaandaa sherehe za pombe, wakajipanga kufanya uharibifu, wakajipanga kufanya kila aina ya vurugu. Wengine ukiwaombea mapepo yanalipuka, wanauliza uliingia lini? Linasema niliingia siku ya kipaimara chake. Unakuta mtoto amepewa kipaimara, wazazi wameandaa bia, wameandaa kila kitu cha starehe huko duniani, alafu akikuwa anakuwa mlevi kupindukia. Wanajiuliza maswali, ulevi ameupata wapi? Kumbe siku ya kipaimara chake walimkaribisha shetani, akasema yule ameishia kanisani, hapa ni mimi mwenyewe. Ghafla mtoto anakuwa mlevi. Kwani aliyokuambia kila sherehe lazima uandae pombe, nani kakwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana asifiwe. Hauwezi kuwa na nguvu za kiroho bila ya Roho Mtakatifu. Huwezi. Nataka nikwambie, tuna Wakristo wengi sana tabia zao hazijabadilika kwa sababu Roho Mtakatifu ana nafasi. Wengi sana. Ila tukija kanisani hatujulikana. Tunajulikana sisi ni wema sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwenye jambo hili, ngoja tuangalie dalili chache zitakazokuonyesha kuwa una nguvu za kiroho. Dalili chache zitakazokuonyesha kuwa una nguvu za kiroho au una nguvu za Roho Mtakatifu. Dalili ya kwanza ni kuwa na ujasiri wa kimungu. Bwana asifiwe. Dalili ya kwanza ni kuwa na ujasiri wa nini? Wa kimungu. Kama ni Mkristo, unanisikia ninachokwambia, na umefuata taratibu zote, umepata kipaimara, umebatizwa, lazima uwe na ujasiri wa kimungu. Kuna vitu lazima, ili ushinde, lazima uwe na ujasiri wa kimungu. Usipokuwa navyo huwezi kushinda. Hata ufanyeje, hata uwe na elimu kuliko wengine, hata uwe na fedha kuliko wengine, hata uwe na mali kuliko wengine, hata uwe na akili kuliko wanadamu wote duniani, lakini kama Roho Mtakatifu haiko ndani, kuna vitu huwezi kushinda. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ile ya 4. Matendo ya Mitume sura ile ya 4 na mstari ule wa 8. Mstari wa 8 anasema hivi: ndipo Petro akajaa Roho Mtakatifu, akawaambia, enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli. Alafu twende mstari wa 31. Kupata nafasi soma sura yote hii. Mstari wa 31 anasema maneno haya. Sura hiyo ya 4 mstari wa 31. Hata walipokwisha kumwomba Mungu mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Sasa ngoja tumwangalie. Huyu ni Petro. Si mnakumbuka habari za Petro vizuri
Petro kabla Roho Mtakatifu ajaje alimkana Yesu mara ngapi? Mara 3. Alafu angalia, baada ya Yesu kupaa mbinguni wakajazwa Roho Mtakatifu, Petro yule yule anarudi, anaanza na huduma. Wanakutana na yule mtu kiwete tangu kuzaliwa tumboni mwa mama yake. Wanamweka wapi? Mlangoni pa hekalu. Walipomweka mlangoni, wakaenda wakamwombea yule mtu, akapona. Alipopona yule mtu, wenyeji wa mji ule wakasema hawa ni miungu, wakawaendea na kuanza kuwapa maneno ya karaha. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka uone yule mstari 31, anasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu, alafu wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hakai tu kwetu kwa ajili ya kunena neno la Mungu kwa ujasiri. Anatupa nguvu za kimungu za kushinda kila aina ya jaribu, za kushinda kila aina ya mapambano, za kushinda kila namna ya vita. Yeye akikaa kwetu anatupa nguvu za kimungu. Tunakuwa na ujasiri wa kukataa na kusema hiki ni dhambi, sitafanya. Tunakuwa na ujasiri wa kukataa, kwenye vurugu sitaingia, kwenye magomvi sitaingia, kwenye jambo lolote sitaingia. Kwa nini? Kwa sababu ndani ana Roho Mtakatifu. Mtu asiyekuwa na Roho Mtakatifu anaweza akaburuzwa, anaweza akafanya jambo lolote, lakini anaitwa Mkristo. Nani sikia anachokwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe mwenyewe anza kujichunguza, kwa sababu kuna watu wanafikiri kwamba wakija kanisani wanaficha dhambi zao. Mchungaji hajui, mzee wa kanisa hajui, askofu hajui. Ngoja nikwambie, Mungu anajua. Mungu anafanya nini? Mimi naweza nisijue, mzee wa kanisa anaweza asijue, Mungu anajua. Tunaenda pamoja watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inazungumza wakawa na ujasiri, wakalinena neno la Mungu kwa ujasiri. Leo hata baadhi ya watumishi wanaweza wakawa ni watumishi, wamepewa kanisa, lakini hawazungumzi habari ya dhambi. Hawaambii Wakristo kuacha dhambi yao, hawaambii Wakristo kumtegemea Mungu. Unaweza ukakuta ni Wakristo lakini wanategemea waganga wa kienyeji, wanategemea ushirikina, wanategemea uchawi, na mchungaji yuko amekaa hapo, hana ujasiri wa kuambia mnachofanya ni dhambi, nyuma geuka, anza kutembea na Mungu. Kwa nini? Ndani Roho Mtakatifu hayuko. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Mtu akikosa Roho Mtakatifu, ngoja nikwambie, hana ujasiri hata kukataa dhambi. Hana. Kwa nini? Nani anamshuhudia ndani? Anahalalisha kila kitu anahalalisha. Kila kitu anaweza akafanya nini? Anaweza akalalisha. Ndio maana unaweza kaenda kanisani ukakuta watu wanakaa na wake zao na waume zao bila kufunga ndoa, na hawana hofu. Na ukizungumza mahubiri ya namna hii, eti anaacha kusali, anasema yule mchungaji kazi yake ni kuzungumzia ndoa. Nitazungumza mpaka mfunge ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Wewe mwenyewe anza kujichunguza, ndani yako kuna ujasiri wa kimungu? Kama Mungu akikaa ndani yako, kuna vitu atakuzuia. Hiki atakwambia usifanye, hiki ni dhambi. Akikosa kukaa ndani, lolote unaweza ukaenda nalo, lolote tu unaweza ukaenda nalo. Anaweza akaja mume wa mtu ukabeba, anaweza akaja mke wa mtu ukabeba, unaweza ukabeba tu yoyote, hata aliyekuzidi umri unaweza ukabeba. Kwa nini? Kwa sababu huko ndani hakuna kinachokushuhudia kwamba huyu ni umri wa mama yako. Naita mashangazi na kijana, unaona unalelewa, kumbe unaharibiwa nafsi yako na akili zako. Mama ananilea, ni mama yako mzazi. Hana ujasiri. Watu wanapopita kwenye magumu, aidha ya kukosa fedha, aidha ya magonjwa, aidha yoyote, hana ujasiri. Lakini Mkristo unatakiwa kuwa na ujasiri. Kama ni binti uko hapa leo, nataka nikwambie, kama kuna mume wa mtu amekupangia chumba leo, ukitoka hapa nenda kamwambie, mimi ni Mkristo, nimekutana na Roho Mtakatifu, wewe ni mume wa mtu, kuanzia leo sina habari na wewe, nitaishi kwa kujitegemea na Mungu atanisaidia. Kama huna Roho Mtakatifu huwezi kumwambia namna hii. Unatoa wapi nguvu ya kumwambia namna hii? Na wewe ni baby. Na wewe unajiita eti mume wangu. Umeng'ang'ania mume wa mtu, alafu unasema eti mume wangu. Kwenye Ukristo hatuna zaidi ya mke mmoja, tuna mke huyu mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Dalili ya pili ni kuwa shahidi. Shahidi wa nani? Wa Kristo.
Muulize jirani yako, wewe ni shahidi? Angalia uongo aliokuwa nao kwa mtaani. Mtu anadanganya mpaka anajidanganya mwenyewe. Yaani anadanganya mpaka mwenyewe anajidanganya, kesho ndaenda kanisani alafu haendi. Bwana asifiwe. Yohana sura ya 15. Yohana sura ile ya 15. Hapa nitakutajia mistari sura nyingi kidogo. Kuna sura kama 3 hivi nitakutajia. Sura ile ya 15 mstari wa 26 na 27. Bwana Yesu asifiwe sana. Sura ya 15 mstari wa 26 na 27 anasema maneno haya. Anasema hivi. Wa 26 na 27 anasema maneno haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tusome maneno. Anasema, lakini ajapo huyo msaidizi nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia, nanyi pia mnashuhudia, kwa kuwa tangu mwanzo mmekuwapo pamoja nami. Twende tena Matendo ya Mitume, turudi pale sura ile ya kwanza mstari ule wa 8. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8 anazungumza maneno haya. Bwana asifiwe. Sura ya ule mstari wa 8 ambao tumesoma kule mwanzoni. Anasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa nchi. Alafu kwenye Luka sura ya 24 mstari wa 48 anasema, nanyi ndiye mashahidi wa mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Siku zote huwa nakwambia hivi, jifunze kulichukua neno la Mungu linalopita liwe la kwako, litakusaidia kuliko ukiliacha kwenye Biblia. Jifunze kulichukua neno la Mungu linapopita liwe la kwako, kwamba neno linapohubiriwa anza kujichunguza mwenyewe na ukasema hii ni ya kwako. Kuna vitu kwangu haviko sawa. Jichunguze. Alafu chukua lile neno likikaa ndani yako litaanza kusema. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana asifiwe. Neno shahidi linamaanisha mtu ambaye ameona, amesikia au ameshuhudia tukio fulani. Neno shahidi linamaanisha mtu ambaye ameona, amesikia au ameshuhudia tukio fulani. Kama lazima, kwa hiyo kama Wakristo lazima ufike mahali uwe shahidi wa imani. Kama wewe ni Mkristo, si ndiwe? Na tunamfuata Yesu kwa kumwamini. Si ndivyo tunavyosema? Tunasema Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Hapa kila mtu ukimuuliza anakwambia hivi, hata nikifa leo naenda mbinguni. Muulize yoyote. Wewe muulize jirani yako, nimekuuliza. Muulize eti ukifa leo unaenda wapi? Muulize. Umeshawahi kuona mtu anajibu kwamba anaenda kuzini? Umeshawahi ona? Hamna. Kwa nini hawajibu hivyo? Na wakati wengine unajua kabisa huyu hata akifa mbinguni haendi. Unajua haendi. Kwa nini anasema vile? Anajua kuzimu ni kubaya. Bora aende mbinguni. Lakini hatuendi mbinguni kwa sababu tu ni Wakristo. Hatuendi mbinguni kwa sababu tu tumebatizwa. Hatuendi mbinguni kwa sababu tumepata tu kipaimara. Tunaenda mbinguni kwa sababu tuna mahusiano na nani? Na huyu anaitwa Yesu Kristo. Yesu ndiye aliyeleta Ukristo. Unanisikia ninachokwambia? Tunaitwa Wakristo kwa sababu ya imani tuliyo nayo kwa Yesu Kristo. Tunaamini ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Alikuja kutuokoa. Kutuokoa kutoka wapi? Alikuja kutuokoa kutoka katika dhambi. Na Biblia inasema ukimwona mtu anatenda dhambi ujue hajazaliwa na Mungu. Sio mimi nimesema. Kasome waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3. Kasome kwa wakati wako. Mmenisikia ninachokwambia? Biblia inasema ukiona mtu anatenda dhambi ujue hajazaliwa na nani? Hajazaliwa na Mungu. Yeye aliyezaliwa na Mungu amepewa kushinda, na huko ndiko kushinda ulimwengu. Alafu anasema hivi, hiyo imani yetu. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama Mkristo ni lazima ufike mahali uwe shahidi wa imani. Unanisikia ninachokwambia? Unapaswa uwashuhudie watu habari za Kristo. Waeleze watu Kristo ni nani kwako. Hawa wanafunzi walipokuwa wanapokea Roho Mtakatifu, maandiko yanasema nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Alafu anataja katika Yerusalemu yote na Samaria. Wewe ni shahidi watu. Wewe ni shahidi watu kwa Kristo wako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Wewe ni shahidi wapi? Lazima tufike mahali tuwashuhudie watu juu ya imani ya Kikristo. Lazima tufike mahali tuwaeleze watu juu ya Kristo. Lazima tufike mahali tuwashuhudie watu kwamba Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, katikati ya dini nyingine, katikati ya magumu, katikati ya kukataliwa, katikati ya kutengwa, kati ya kupigwa, kati ya kufanyiwa kila namna ya hila. Simama na Yesu Kristo. Wewe ni shahidi. Waambie watu, mimi ni shahidi wa Kristo. Jasiri huo ukiona kanisani unao. Bwana asifiwe. Unakutana na vibindi vipo. Kila mwanamume anayemtongoza hawezi kukata. Haangalii umri. Yeye anasema mimi sibagui, sichagui atakayenizika simjibu. Haangalii. Yeyote anayekuja, ana miwani hana, twende. Ana hela hana, twende. Ana mali hana, twende. Ana elimu hana, yeye twende tu, kwa sababu mwili wake unamwambia unahitaji yoyote tu unahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, ngoja niwaambie, ukisikia neno Kristo maana yake ni aliyetengwa. Maana yake ni utakatifu. Si kila kwenye matakataka unaingia. Si kila matakataka. Kwa nini unaingia? Kwa sababu Roho Mtakatifu kukushuhudia hayupo ndani. Sawa kabisa, ulipata kipaimara, ulibatizwa, na inawezekana ni mzee wa kanisa, ni mshirika mzuri kwenye kanisa, kila Jumapili ukosi, lakini kuna vitu haviendi sawa. Kwa nini? Kwa sababu umekataa kuwa shahidi wa Kristo. Shahidi wa Kristo ni yule anayepinga kila kitu, anasema hiki hakiwezekani. Na nisikia anachokwambia. Wewe ni shahidi wa nani? Ni shahidi wa nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Wewe ni shahidi wa nani? Ni shahidi wa nani? Lazima ufike mahali watu wasimame, wakikuona wajue kabisa huyu ni mwana wa Mungu. Wakikuona wajue kabisa huyu anaongozwa na Mungu. Lakini watu wakiniona mtaani wananitazamaje? Kuna watu wakija kanisani wazuri kweli. Subiri kutana nao mtaani, hayo matusi yanayotiririka. Tena ananena kwa lugha kutoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Dalili ya tatu ni kuwa na nguvu. Anasema nanyi mtapokea nguvu. Ndivyo Biblia inavyosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtapokea nguvu akishajilia juu yenu. Tuko pamoja watu wa Mungu. Unapokea nguvu. Unapompokea Roho Mtakatifu kwenye maisha yako, haumpokei tu Roho Mtakatifu, unapokea na nguvu za Roho Mtakatifu. Tuko pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokea na nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu ile ikiingia ndani inaua kila kitu kingine huko ndani kilichokuwepo. Kama kuna nguvu ya shetani imekaa kule ndani, ukipokea Roho Mtakatifu saa ile nguvu nyingine zote zinakufa. Umepokea nguvu ya nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kule kwenye Marko sura ya 16 ule mstari wa 15 anasema enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aamini atabatizwa na kuokoka. Alafu anasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Angalia anachosema, kwa jina langu watatoa pepo, kwa jina langu watashika nyoka, kwa jina langu hata kila kitu cha kufisha hakitawazuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kwa hiyo tunapopokea Roho Mtakatifu na mambo haya yote tunayapokea, yanakuwa ndani yetu. Unajua kuna Wakristo hata nguvu ya kukemea pepo hawani. Wanakwambia eti hiki ni kipawa na kalama ya mtu fulani. Aliyekwambia kukemea pepo ni kalama ni nani? Nani kakwambia? Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, kuna tabia nyingine zikikaa ndani yako haziwezi kuondoka. Haziwezi kuondoka kama Roho Mtakatifu hajaumbika huko ndani. Haziwezi. Kwa sababu tabia nyingine zinakuja na nguvu nyuma yake. Zinaweza zikaja na mapepo, zinaweza zikaja na majini, zinaweza zikaja na mizimu, zinaweza zikaja na kila kitu. Ndio maana hata ukienda kwenye makanisa mengine utakuta mtu taratibu nyumbani kwake anataka ulete mpaka kanisani. Hapa ni mahali patakatifu. Hapa ni mahali pa Mungu. Na nisikia nachoambia watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Wapo watu ambao utaratibu wa nyumbani kwake, kwa sababu yeye nyumbani ana besi, anatumisha kibesi, anataka ulete mpaka wapi? Mpaka kanisani. Ukiona mtu namna hiyo, ngoja nikwambie, anaongozwa na mizimu ndani, wala aongozwe na Mungu. Mtu anayeongozwa na Mungu ndani anakuwa na hofu, anajua hili ni kanisa, lazima niwe na kiasi, lazima niwe na utaratibu, hapa ni kanisani, ngoja nisikilize Mungu atakachosema na mimi. Bwana asifiwe. Hujaona kuna watu wanasusa nyumbani, wanasusa mpaka kanisani? Hujawahi ona? Kama unabisha waulize wanawake watakwambia. Akisusa kula nyumbani, anasusa mpaka kuja kanisani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unakuwa na nguvu. Unakuwa na nguvu za kubadilisha hata tabia yako mwenyewe. Unakuwa na nguvu za kubadilisha hata mazingira yanayokuzunguka. Unakuwa na nguvu za kubadilisha hata kama ni kikundi. Wewe ni mwimbaji wa kwaya, ukiwa na Roho Mtakatifu ndani unakuwa na nguvu za kubadilisha. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Tunajua siku hizi watu wanataka zile injili. Utapata mafanikio, utapata gari. Kwa hiyo njooni na funguo. Na mimi nitatangaza siku moja, anataka na magari njoo na funguo, hata kama ya choo tu njoo nayo. Tatangaza siku moja. Njoo na funguo tu, hata kama ya nani, lile dude wanaloelekea wanafunzi madaftari kule shule. Njoo nayo. Alafu nitafika mahali nitasema inua funguo. Kuna maombi siku hizi mpaka ya kutikisa simu. Tikisa. 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 Hata hapa nikisema inua simu, tikisa hela ipite, nitainua. Hakuna biashara hapa ya kuombea upate hela. Nenda sisi tunakuombea upate kazi. Nenda kafanye kazi upate hela. Biashara ya kutikisa simu haiko. Tikisa kichwa chako ili Yesu aingie. Tikisa kichwa chako ili Yesu aingie. Sio tikisa simu upate hela. Nani kakudanganya? Nenda kafanye kazi. Kama ni kulima nenda kalime. Kama ni kupika mama ntilie nenda kapike. Kama ni kuvika vitumbua nenda kapike. Nenda kafanye kazi. Achana na biashara ya kuombea upate hela. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unakuwa na nguvu. Leo tuna watu wengi hawana nguvu za roho. Hawana kabisa, hawana. Ndio maana unaona hata kuja kwa kanisani hawawezi kuwahi. Anakuja kanisani kama manager wa kiwanda fulani cha nani. Kwa nini? Ndani hakuna. Hata ukiwauliza wanakuwa wewe waulize mnaongozwa na Roho Mtakatifu. Waulize tu, mimi nakuruhusu. Ila mimi si waulize. Wewe waulize. Mnaongozwa na Roho Mtakatifu, watakwambia ndio, lakini unajua kabisa hao wala waongozwe na Roho Mtakatifu, wanaongozwa na kundi la watu. Wangekuwa wanaongozwa na Roho Mtakatifu wala sio watu kugombana nao, wangekuwa wanawai wenyewe hapo. Wenyewe wangekuwa wanawai. Bwana asifiwe. Jambo la pili. Tamani ujazwe Roho Mtakatifu ndani yako. Tamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tamani ujazwe Roho Mtakatifu ndani yako. Wewe kama Mkristo, tamani. Unatamani ujazwe nani? Mmoja nilikuwa nikaa naangalia kwenye TV kipindi fulani cha wamama. Alafu nikamwona dada mmoja anasema kwamba anamtaja mtu fulani, nisimtaje jina lake, ni maarufu katika nchi yako hii ya Tanzania. Akasema mimi natamani nipate mwanamume kama yule. Akataja sababu za kumpata yule mwanamume, akasema kifua chake ni kipana na sura yake ni pana. Nikagundua kumbe wakati mwingine watu wanatutamani kwa sababu ya kifua. Kwa hiyo unaweza kujikuta unabeba vyuma ili kifua chako tu kiwe kipana. Jasikia mtu anatamani kuwa kama fulani? Hujawahi sikia? Anatamani kuwa kama fulani. Anatamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana sura ya 7. Yohana Mtakatifu sura ile ya 7 na mstari wa 37 na 39. Mstari wa 37 na 39 anasema maneno haya. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akasema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, sikiliza haya maneno. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho,
ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Ngoja nirudia maneno haya. Anasema hivi, hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akasema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho ambaye wale wamwamini watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekwambia tamani sana ujaze Roho Mtakatifu. Tamani kwenye maisha yako ya Kikristo. Tamani. Tuko pamoja watu wa Mungu. Roho Mtakatifu haji tu kwa kila mtu, mpaka yeye mwenyewe atamani. La sivyo angekuwa anakuja kwa kila mtu. Lakini ndani yako unatamani nini? Wewe Mkristo, wewe unatamani nini? Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Lazima kuwe na kutamani huko ndani. Ukikosekana kutamani huko ndani, si rahisi sana kumpata Roho Mtakatifu. Na nilikwambia maana ya neno kiu. Nilikwambia kiu ni hamu, haja, uhitaji wa ndani ambao mtu anao na mtu mwingine hajui. Sio maana ya neno kiu. Kamuulize mwalimu wa Kiswahili atakwambia. Ukisema hivi naona kiu, mwingine anaweza akakuona kama mjinga, lakini ndani wewe unajua kabisa mimi ninatamani, nina hamu na maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja watu wa Mungu. Tuko pamoja watu wa Mungu. Sasa Yesu aliwahi kusema naona kiu. Wewe unaona nini? Unaona nini? Binti uliye hapa unaona nini? Kijana uliye hapa unaona nini? Mzee uliye hapa unaona nini? Uko ndani ya kanisa siku zote, kila Jumapili, lakini ndani una kiu gani? Una kiu ya kutamani Roho Mtakatifu aje kwako? Maana sikukuu ya Pentekoste tumefanya miaka mingi sana. Ni kwamba sio mwaka huu ndio mara ya kwanza inaanza. Inawezekana ya kwako ni ya 60, inawezekana ni ya 70, inawezekana ni ya 30, inawezekana ni ya 40, inawezekana ni ya 50, lakini miaka yote umekuja ukishiriki kwenye sikukuu ya Pentekoste. Hakuna hata mwaka mmoja ambapo ulitamani kule ndani kwamba ninatamani Roho Mtakatifu aje kwangu ili abadilishe tabia yangu na mwenendo wangu abadilishe. Na usipotamani, ngoja nikwambie, hawezi kuja. Hawezi kuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia maneno ambayo Yesu anasema, yale maneno. Anasema yeye aniaminie mimi, mito ya maji itatiririka kutoka wapi? Kutoka ndani yake. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu mahali pengine anafananishwa kama mito ya maji. Ukisikia mito ya maji itatiririka kutoka ndani yake, maana yake yeye anapoingia kule ndani, anaingia kama maji. Kazi yake ni kukusafisha na kuondoa kila aina ya takataka huko ndani. Mawazo mabaya atayafuta, uzinzi atafuta, uasherati atafuta, uchawi atafuta, ushirikina atafuta, vurugu atafuta, matukano atafuta, tamaa atafuta, kila kitu. Yeye ataingia kule ndani, alafu atakuwa kama mito ya maji ambayo inatiririka kutoka kule ndani. Mimi sikia nachokwambia mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unaona kiu gani siku ya leo? Kiu gani? Na hiyo kiu gani? Mimi nimekwambia tamani ujazwe Roho Mtakatifu. Tamani, kwa sababu unapojazwa Roho Mtakatifu akiingia ndani, ngoja nikwambie, utaanza kuona kuna vitu vinabadilika. Ghafla mwenyewe utaanza kuona hiki kinabadilika. Kama hasira, unakuta ghafla hasira inaisha. Kama ni uchungu, unakuta ghafla uchungu umeisha. Kama ni matusi, unakuta ghafla matusi yameisha. Kwa nini? Kwa sababu yeye anakaa na wewe na kutembea na wewe, anaanza kukuongoza na kukufundisha kidogo kidogo, mpaka anakukataza baadhi ya vitu. Anakwambia hiki usifanye, hiki fanya. Anakuongoza, anakufikisha mahali ambapo Mungu ametaka ufike. Wewe unaona kama umefika, lakini kwa kweli Mungu akikutazama anaona bado hujafika anapotaka ufike. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume sura ya 19, Matendo ya Mitume sura ile ya 19, ule mstari wa 2 na wa 3. Tuko pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Matendo ya Mitume sura ya 19, ule mstari wa 2 na wa 3. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakajibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatakusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Unajua nachojifunza, kumbe kuna watu wanaweza wakaamini, lakini
wasipokee Roho Mtakatifu. Wanaweza wakamwamini Yesu lakini wasipokee Roho Mtakatifu. Wanaweza kabisa. Unafikiri ni Wakristo wangapi ambao hawajapokea Roho Mtakatifu? Wangapi unafikiri? Kanisa ni wengi sana hawajapokea Roho Mtakatifu. Ndio maana kama unabisha, tengeneza kundi kanisani. Unanisikia ninachokwambia? Nenda kakae kwenye mti pale, tengeneza kundi la kuanzisha furugu kanisani. Utapata wengi sana kuliko unavyofikiri. Lakini kawaambie hivi, tengeneza kundi la kuambia twende tukafanye usafi kanisani. Watakuja wawili. Nenda kawaambie. Kwa hiyo hawa unasikia alichowauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wanasema hata kusikia, hata kusikia. Kumbe mtu anaweza kukaa kanisani miaka nenda miaka rudi, hajawahi sikia habari za Roho Mtakatifu. Lakini kila Jumapili anasema na tuanze ibada yetu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, naye anaitikia amen. Ila hajawahi kusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanaweza wakaamini na kubatizwa kabisa, wakaamini na wakapata kipaimara kabisa, wanaweza wakaamini alafu wakabatizwa wakaja wakapata kipaimara, lakini wasimpokee Roho Mtakatifu, wasimpokee. Ndio maana nimekwambia pale mwanzoni, kama wanabisha kacheki, kwa nini wanapatisha watoto wao kipaimara alafu wanaandaa pombe, tena wanaandaa bia za bei ya gari, Henken wanaandaa, wanaweka pale, ndio bia inayouzwa bei ya juu. Alafu kanisani kaja kwenye kipaimara katoa sadaka 1000. Kapewa bahasha na askofu ya kutolea sadaka ya kipaimara, katoa buku. Ukifika wewe ukiona tu mchungaji wa quality kwenye kipaimara, kama sisi tunazungumza habari ya pombe, uwe na mashaka na hiyo sherehe, uwe na uhakika kuna kitu kingine kilichoandaliwa cha ziada. Sasa mnamjaza Roho Mtakatifu au mnamjaza Roho Mtakatifu? Afikiria mtoto wa miaka 12, 16 hani pombe, wazazi wake wanafurahia, maana yetu kapokea Roho Mtakatifu, tunaweka nabii, wanaweka nabii, wanachinja na kuku nabii, na wanaalikwa. Wakigundua mchungaji umeokoka utakuja, wanaficha chini ya uvungu wa kitanda, alafu wanasubiri ukiondoka, wanastop, wanasema tena, wanakufukuza mapema, wanasema sasa baba wewe uende, tumeshamaliza sherehe. Kama wana gari wanakupeleka na gari, wanasema uende, mzee unarudi mwenyewe kanisani, nasema nimeshirikiana nao, umeshirikiana nao. Kesho yake unakuja kusikia iliyotokea huko, wanasema aise, tulialikwa kwenye harusi moja, siku moja tukaenda tukakaa, alafu mimi nikaambiwa njoo kae mbele, nikasema mimi nataka kukaa na watu huko, nikakaa kule nyuma na watu. Kulikuwa na dada mmoja anakunywa pombe mpaka zinamwagika. Watu wanamwambia kuna mchungaji hapa, anasema mchungaji ndio nani? Hata mimi naweza nikamchukua, na mimi niko na mke wangu hapo. Sasa bahati nzuri tulienda pamoja. Tungekuwa tujienda pamoja, mimi ningetangulia na hakika angesema ulilianzisha hapo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tamani kujazwa. Kwa hivyo nikwambia hawezi kuja tu. Hawezi kuja. Wewe una kiu gani? Ndani yako kuna kiu ipi? Yaani unatamani nini? Unatamani nini? Mimi nimeshawahi kwenda mahali nikakutana na Wakristo wanatamani kuanzisha vurugu kanisani, na wamejipanga. Wanasema mchungaji leo atatutambua, leo atajua sisi ndio fulani, lakini ni Wakristo na wanaimba kwaya. Tuko pamoja watu wa Mungu. Ngoja nikutajie faida chache nimalize hapo. Faida chache za kujazwa Roho Mtakatifu, au faida chache za kuwa na Roho Mtakatifu. Faida chache za kujazwa au za kuwa na Roho Mtakatifu. Faida ya kwanza, kuyafahamu mafumbo ya Mungu. Si umenikumbuka nilivyokuambia kwenye matangazo Roho Mtakatifu ni nani? Si ndio? Faida ya kwanza ni kuyafahamu mafumbo ya Mungu. Kumbe kuna mafumbo ya Mungu. Kama kuna mafumbo ya Mungu na kuna mafumbo ya shetani. Wengi wanaweza wakayajua mafumbo ya shetani, wasiyajue mafumbo ya Mungu. Bwana asifiwe. Waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wakorintho sura ya 2. Waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wakorintho sura ile ya 2. Sura ya 2 mstari wa 10 anasema maneno haya. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Ngoja nirudi. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Ukiendelea mbele, ngoja tusome mpaka 12. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu, ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu.
Lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Bwana asifiwe. Menesikia anachokwambia, yako mafumbo ya Mungu ambayo Wakristo wanatakiwa wayajue, lakini huwezi kuyajua bila ya kuwa na Roho Mtakatifu. Huwezi. Jana nilikuwa naongea na mtu mmoja akaniambia, wameniambia nina kansa. Wameniambia nina kansa. Nikamsikiliza mwanzo mpaka mwisho. Nilichokuja kugundua amekata tamaa kabisa. Kakata tamaa. Nikamuuliza, kansa ilianzaje? Akasema, niliwahi kupigwa na vibaka. Wakanipiga kwenye sikio na nondo, nilidondoka chini. Nikajikuta sina fahamu. Alafu nikaanza kusikia maumivu makali sana. Nikaenda hospitali, wakaniambia tayari kuna uvimbe, lakini uvimbe unaonekana kama dalili za kansa. Nikaanza kumtia moyo na kumwambia ni Mkristo tena aliyeokoka. Nikamwambia hivi, Mungu anaweza kufanya mambo yote. Niliongea naye kama nusu saa kwenye simu, na yuko hospitali kalaswa kitandani. Nikaanza kumtia moyo. Nikaja kugundua hajui habari za mafumbo ya Mungu, wala Mungu mwenyewe hamjui, pamoja na kuwa anasema ameokoka. Nikamwambia kwa Mungu inawezekana. Nikamwambia tuna watu wengi sana ambao wanapita kwenye shida na tunawaombea Mungu anawaponya. Nikamwambia sasa na wewe muamini Mungu kwamba Mungu atakuponya. Umeshawahi kusikia hujamuona mtu unaongea naye kwenye simu lakini unagundua kama amekata tamaa? Na ukiona amekata tamaa ujue ameshakufa. Kilichobakia ni mwili tu, lakini kishakufa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ninachotaka nikwambie? Nisikilize. Unaposikia kuyajua mafumbo ya Mungu, kuna magonjwa mengine yanakaa kwenye miili ya watu. Roho Mtakatifu peke yake anaweza kukwambia huu sio ugonjwa. Amen. Hakuna mwingine anaweza kukwambia. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Wakristo wanatakiwa kujua mafumbo ya Mungu. Nilikwambia Jumapili kwamba kwa nini kuna watu unakuta wamefungwa kwenye vifungo vya kutokuolewa na wanaona maisha ya kawaida, na wengine wamefungwa kwenye vifungo vya kutokuoa. Wanaona kitu cha kawaida kabisa. Hawajajua kwamba kuna fumbo lililokaa nyuma yake ambalo linatakiwa lifunguliwe ili alijue. Akishagundua ataanza kuona kwamba yuko kwenye gereza la kutokuolewa, yuko kwenye gereza la kutokuoa. Anaweza akajua. Bwana asifiwe. Niondoke hapa. Faida ya pili, kukupa tafsiri sahihi ya neno la Mungu. Neno la Mungu linapopita, unanisikia ninachokwambia? Roho Mtakatifu akiwa ndani yako anakupa tafsiri sahihi ya neno la Mungu. Ndio maana nimekwambia kanisani unaweza kukuta watu wengi sana wamekaa, lakini ukafanya maombi wakapona 2, 3 kwa neno lile. Toka pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ndiye ana uwezo wa kukupa wewe tafsiri sahihi ya neno la Mungu, si tafsiri ya kibinadamu. Ni tafsiri inayotoka kwa Roho Mtakatifu mwenyewe. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ngoja tuende kwenye Yohana sura ya 16, ule mstari wa 13. Yohana sura ya 16, mstari wa 13. Yako maneno hapa yanasema hivi. Ngoja tusome hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tusome hapa mstari. Anazungumza hivi. Anasema, ninatafuta huo mstari sasa. Anasema, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho Mtakatifu, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyanena anayasema na mambo yajayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Unasikia anachosema? Huyo Roho atakapokuja atayanena. Roho wa kweli anaitwa. Yeye kama ni Roho wa kweli atakupa wewe tafsiri sahihi ya neno la nani? Ya neno la Mungu. Kuna watu wanakosa tafsiri sahihi ya neno la Mungu kwa sababu ndani Roho Mtakatifu hayupo. Mmenisikia ninachokwambia? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Iko tafsiri sahihi ya neno la Mungu. Ndio maana kuna watu wanaweza wakaenda kugeuza mahubiri. Kwa nini? Hana Roho Mtakatifu ndani. Akiwa naye anajua hili neno la kwangu, tafsiri hii ni ya kwangu. Tunaweza tukawa tuko 100 hapa, alafu neno la Mungu likipita, kila mmoja anapata tafsiri ya kwake. Kila mmoja anapata tafsiri ya kwake. Kila mstari huo mmoja, lakini kila mmoja anapewa tafsiri ya kwake. Faida ya tatu
ni kulithibitisha neno la Mungu pamoja na wanafunzi wake. Ni kulithibitisha neno la Mungu pamoja na wanafunzi wake. Na mimi niwaulize swali kabla sijaendelea. Wanafunzi wa Yesu ni kina nani? Mejibu vizuri sana. Wewe ni mwanafunzi wa nani? Neno la Mungu limethibitishwa kwako. Dalili mojawapo ya kutokujua neno la Mungu halijathibitishwa kwako, cheki nani unamtegemea kwenye maisha yako. Nani? Unafanya biashara, nani ana nafasi? Uko kwenye ndoa, nani unamtegemea? Uko shule, nani unamtegemea? Unaweza ukawaambia watu unamtegemea Mungu, lakini ukienda nyumbani unakuta una ilizi, una tunguli na kwako inawezekana kumechimbiwa pembe katikati ya kiwanja. Lakini ukija unasema namtegemea nani? Namtegemea Yesu. Si maneno tu unasema mdomoni, moyoni mwenyewe unajua kabisa hao wapi. Sio rahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Marko sura ya 16 na mstari wa 20 anasema maneno haya. Marko sura ya 16 na mstari wa 20 anasema maneno haya. Nao wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nao. Kabla ya Roho Mtakatifu hawakuweza kufanya hayo. Kasome vizuri kwenye Biblia. Hawa walikuwa na wanafunzi wa nani? Yesu alipokufa na kufufuka, kulikuwa na siku 40 ambazo walikuwa waonekana. Unanisikia? Siku ya 40 Yesu akapaa. Alafu kulikuwa na siku 10 za kusubiri ahadi ya nani? Ya kuja kwa Roho Mtakatifu. Tunaenda pamoja? Angalia. Walipopokea Roho Mtakatifu, walikuwa na ujasiri wa kwenda kuhubiri neno la Mungu. Angalia. Na Biblia inasema nao wale wakatoka wakahubiri kote kote. Walienda kuhubiri kote kote. Alafu anasema hivi, anasema Bwana akitenda kazi pamoja nao. Unaona? Alafu anasema hivi, na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nao. Nimekwambia habari za yule mgonjwa. Haamini kama kwa neno la Mungu kuna uponyaji. Amen. Ameamini kwa madaktari na ameshakata tamaa. Amechoka. Nenda kaangalie binti ambaye amekaa muda mrefu bila kuolewa. Unanisikia? Nachokwambia. Unanisikia? Nini kinachotokea? Anakata tamaa. Akikata tamaa, hata akija mzee anaenda. Hata akija mume wa mtu anaenda. Anasema mimi kiu yangu ni kuolewa. Kiu yangu ni kuolewa. Kiu yangu ni kuolewa. Kwa hiyo anaenda, anakaa. Na wanaume wengi wakija wakigundua wewe una kiu ya kuolewa, kama ni binti, sababu sinielewi vibaya. Wakigundua una kiu ya kuolewa, hasemi kama mimi na mke, ana mute. Anakaa kimya. Alafu anaendelea kukuimbisha wewe. Anakununulia TV, anakununulia kitanda, kama hujawahi kulalia godoro la inchi 12 anakununulia, anakuwekea. Anakuwekea. Na wewe ukitembea mtaani unatembea kama mke wa mtu, kidole chako kimoja unainua namna hii, watu wanajua huyu ni mke wa mtu. Kumbe yule mwanamume uliokuwa naye na yeye anajua kabisa mimi na mke, anakudanganya. Kwa nini? Kwa sababu neno kwako halijathibitishwa kwamba ahadi ya Mungu itatimia kwako. Kama Mungu angetaka wewe uwe sister, ungekuwa sister. Mmenisikia anachokwambia? Sasa mnaweza mkasema mimi nazungumza watu wasioolewa, sijui. Ndio maana nimekwambia faida ya pili nimekwambia ilikuwa kukupa tafsiri sahihi ya neno la Mungu. Huko hapo hujaolewa, usiseme mimi nimekusema wewe. Usiseme. Wewe sema tu mwenyewe, nimejisema mwenyewe. Mmenisikia anachokwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema na kulithibitisha lile neno lake. Ndio tabia ya Mungu. Mungu analithibitisha neno lake kupitia nani? Kupitia Roho Mtakatifu. Ndio maana tunaweza tukafanya maombi na watu wakapokea uponyaji, watu wakapokea kufunguliwa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu analithibitisha neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida ya nne, anakupa wewe kunena kwa lugha mpya. Anakupa kunena kwa lugha mpya. Marko 16:17 anasema nao watasema kwa lugha mpya. Mmenisikia? Anakupa lugha mpya kwa ajili ya faida yako wewe. Mtu anayenena kwa lugha ana uwezo kuomba muda mrefu kuliko asiyenena kwa lugha. Wanasikia? Wengine wanasema kunena kwa lugha ndio nini? Takuja nikufundisha siku nyingine. Faida ya tano na ya mwisho ni kutufundisha na kutukumbusha
mambo ambayo Yesu hakuyasema au hakutuambia. Ni kutufundisha na kutukumbusha mambo ambayo Yesu hakuyasema au hakutuambia. Sio mambo yote Yesu aliyasema na wala alituambia. Si. Kasome vizuri kwenye Biblia uone. Na nisikia anachokwambia. Bwana asifiwe. Kasome vizuri kwenye Biblia yako utaona. Biblia inazungumza kwamba sio mambo yote. Ngoja tusome Yohana sura 21 mstari 25. Anasema hivi. Kuna mambo mengi aliyoyafanya Yesu ambayo yakiandikwa moja kwa moja, nadhani hata ulimwengu usingetosha kwa vile vitabu vitakavyoandikwa. Nirudie tena. Walimu wanajua ukisema nirudie tena maana yake hamjaelewa. Ndio maana narudi. Anasema hivi, kuna mambo mengi aliyoyafanya Yesu ambayo yakiandikwa moja kwa moja, yani yakiandikwa moja, nadhani hata ulimwengu usingetosha kwa vile vitabu vitakavyoandikwa. Wewe fikiria kama tangu umekuwa Mkristo hujawahi kusoma Biblia nzima ukaimaliza. Yangeandikwa yote maana yake vitabu visingetosha. Kwa hiyo tusingesoma kabisa. Si ndio maana? Tusingesoma kabisa. Tusingesoma. Bwana Yesu asifiwe. Turudi kwenye Yohana sura hiyo sura ya 14, ule mstari wa 26. Yohana hiyo sura ile ya 14 na mstari ule wa 26 tunamaliza hapo sasa. Sura ya ule mstari wa 26 anasema hivi. Lakini huyo msaidizi, Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, angalia, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Sehemu nyingine anasema hata yale ambayo hakutuambia. Sasa ina muda mimi wa kukupitisha huko kote. Sehemu nyingine hata yale ambayo hakutuambia, anasema yeye atatufundisha. Mmenisikia anachokwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo faida mojawapo ya kuwa na Roho Mtakatifu ni kutufundisha na kutukumbusha mambo ambayo mengine Yesu hakuyasema, yeye atatukumbusha na atatuambia. Kuna mambo mengi ya kiroho ambayo kwenye Biblia hayakuandikwa. Lakini Roho Mtakatifu anakuambia moja baada ya jingine, anakuambia moja baada ya jingine, anakuambia. Hayapo kwenye Biblia nini? Hayakuandikwa. Biblia ni kitabu cha mafumbo. Ni kitabu kilichofungwa. Bila Roho Mtakatifu huwezi kuelewa. Na ndio maana kuna watu wanasoma Biblia wanataka washindane na Wakristo na wanawapoteza Wakristo wengi kwa sababu wanajua Wakristo hawana Roho Mtakatifu. Ni kweli kabisa, walibatizwa wakafuata taratibu za makanisa yao, lakini roho wao yule anaitwa Mtakatifu hayupo ndani. Ndio maana unaona wanaweza wakawapoteza kama upepo. Yani mtu anakuja na mistari yake, amekariri ile mistari, alafu anawaletea na anawaambia Mungu mmoja, Mungu mmoja, Mungu mmoja. Hakuna Mungu mmoja. Na namuomba Mungu anisaidie, ikimpendeza Mungu, nije nikufundishe mambo 7 yanayokwamisha maisha ya Wakristo kiroho. Mambo 7 yanayokwamisha maisha ya Wakristo kiroho. Naomba sana Mungu anisaidie, ikipendeza nitakuja nikufundishe. Alafu utaanza kugundua kwamba unamwabudu Mungu yupi pamoja na kuwa ni Mkristo. Si kila Mkristo anamwabudu Mungu katika Kristo Yesu. Si kila Mkristo. Na anaweza kaja kanisani kila Jumapili. Anaweza kaja. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Ni kutufundisha. Unafundishwa na nani? Nani anakufundisha? Unaposoma Biblia yako, nani anakufundisha? Kwa sababu unaweza kuwa unasoma Biblia kama historia. Unaweza kuwa unasoma neno la Mungu kama historia. Lakini soma neno la Mungu, Roho Mtakatifu akufundishe. Ukifundishwa na Roho Mtakatifu kuna kitu kipya utapata kila siku. Kwenye sura hiyo utakayosoma kuna kitu kipya utapata. Alafu ataanza kukukumbusha hata kama kuna vitu ulivisahau, atakuwa anakuja na kukukumbusha. Bwana asifiwe. Niliwaambia mahali fulani, nikasema unaweza ukaamini kwamba kama mtu alikuwa na mahusiano alikuwa na mahusiano yoyote ya kibiashara au ya kimapenzi, roho ya yule mtu inaweza kukaa ndani yake. Unaweza ukaamini? Inaweza kukaa ndani yake na ikamtesa miaka yote, na inaweza ikamfunga asiowe, inaweza ikamfunga asiolewe. Sasa fikiria, ulikuwa nao 7, kuna roho 7 zimekaa ndani na zimekufunga. Fikiria ulikuwa nao, sasa hivi una miaka 50, huko nyuma washapita na miaka yako, yani idadi ya miaka yako sawa sawa na watu uliokuwa na mahusiano nao. Kwa hiyo umefungwa namna ina wale watu.